Ni wasalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nataka niongee neno ambalo si jepesi sana, na lengo langu sio kukuumiza wewe. Lengo langu ni kuponya jamii kwa upana wake. Kwa ile ambayo itamkwaza unisamehe. Kama utakwaza unisamehe. Na wewe ambayo una bando dogo, maana utanisikia mpaka mwisho, na wewe nisamehe. Hii jambo lina maumivu, lakini lina ukweli. Lina uungu ndani, lina Biblia ndani, lina Biblia. Katika Biblia, watu wote muhimu katika maisha walikuwa wanachaguliwa kwa sifa zao. Mungu alimtaka Musa watu wote muhimu kwa ajili ya taifa la Israeli afanye uchaguzi kwa vigezo maalum. Katika mambo yote muhimu, asiokote watu barabarani. Aangalie, awe makini kuangalia CV zao. CV ya huyo mtu mwenyewe, baba yake, mama yake na ukoo wake. Ndio, hata Yesu alipochagua watu muhimu, wale wa karibu yake alichagua. Tena alichagua kweli. Aliwachuja hasa. Ikafikia mahala alibaki na watatu tu katika 12. Katika mambo muhimu alibaki na watatu: Petro, Yakobo na Yohana. Wale 9 kuna baadhi ya mambo aliwaficha. Biblia mahali pengi kwenye mambo katika zile 10 bora tunaambiwa tuchague, ili tuepuke kuangukia pua. Wale watu wako 10 bora wale wachague, ili uepuke kuangukia pua. Duniani kuna usaliti, kuna fitna, kadhalika na kadhalika. Vyote hivi vimekuwa miba na maumivu kwa wengi. Tufanyaje? Chagua. Kwa mfano tu, ukiona mwanamke ana watoto 3 na kila mtoto ana baba yake. Nimesema 3. Wakiwa 2 unaweza kumsamehe. Yaani akiwa 1 unaweza kumsamehe. Lakini akivuka, wa kwanza na baba yake, wa pili na baba yake, akifika hapo tu, naudia tena, mtoto wa kwanza ana baba yake, wa pili na baba yake, akivuka hapo tu, sio tu wa kumuoa, lakini katika wale watu wako 10 bora huyu asiwemo. Ngumu kumeza, sio? Lakini ndio ukweli. Mwanamke yoyote, mtoto wa kwanza na baba yake, wa pili na baba yake, akivuka tu wa pili, katika wale watu wako 10 bora huyu usimweke, kwa usalama wa kesho yako. Sio kumuoa. Katika wale 10 bora, watu wako 10 bora, ukiwaambia taja 10 bora watu wako, huyu asiwepo. Sababu tukipata muda tutazungumza. Ziko nyingi tu, tena za kibiblia. Kadhalika, mwanaume ana historia ya kuwa na mke wa kwanza akamwacha, akivuka wa pili tu, huyu hafai kwenye wale 10 bora ya watu wako. Hafai. Awe wa 500 kwa 600. Mwanamke mwenye watoto 3, kila mtoto na baba yake, awe wa 700 huko, wa 10,000. Sio kwenda kuoa. Watu wako wale wa karibu wanaokuzunguka, hawa wasiwepo.
Mwanaume yoyote aliacha mke wa kwanza, wa pili, akaja watatu. Wa kwanza akiacha, tunaweza kumsamehe. Na mwanamke akizaa mtoto wa kwanza ndio tukamsamehe. Kuna mimba za utotoni na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Lakini wa pili, afu kaacha tena huyu wa pili, ukataka tena watatu wabaki, hatukutengi. Ila katika 10 bora wewe unaondolewa. Kwa sababu wakati wowote unaweza kuwa mlango wa shetani zidi yetu. Kwa nini? Kwa vyote wewe una hulka mbaya. Watu hao wanakuwa na hulka mbaya. Wanakuwa ni watu wenye maamuzi ya pupa bila kufikiri. Ogopa sana mtu ambaye anaamua bila kufikiri. Ogopa sana mtu anayesema bila kuchakata hayo ambayo anataka yaseme. Watu wote ambao wanafanya maamuzi ya maisha yale ya msingi bila kuchakata mawazo yao, bila kuchakata maamuzi yao, wakaamua, ule mchakato wakaukiuka, kwa maana ya utamaduni, Biblia na malezi, hawa watu geukaga kwa mlango wa shetani. Hawa watu geukaga kwa mlango wa shetani. Wakati wowote wanaweza kugeuzia kibao. Na ndio maana hakuchakata alipata mume wa kwanza, hakuchakata mume wa pili, hakuchakata mke wa kwanza, aliamua tu. Ogopa sana watu ambao wanaongozwa na emotion na hisia ambazo hazijachakatwa na akili ya Biblia. Ogopa sana. Maisha ni vita. Maisha ni akili. Maisha ni hekima ya Biblia. Nimesema sina lengo la kumkwaza mtu. Sina lengo la kumkwaza mtu. Sasa mtu akiwa mpumbavu, usibebe mzigo wa mtu mpumbavu. Maandiko yanasema mpumbavu ubaki mzigo wa mama yake. Mtu yote akiwa mpumbavu ni mzigo wa mama yake. Usibebe mzigo wa mtu mpumbavu. Afu mpumbavu hafundishiki. Hajifunzi, hafundishiki. Ukimwelekeza haelekezeki. Huu ni mzigo wa mama yake. Chana nao. Na ndio maana pia ni hatari kuwa na watu ambao hawajui, lakini hawajui kwamba hawajui. Mtu hajui kabisa. Unamwona ni mjinga huyu lakini ana nguvu. Huyu ni mjinga lakini ana nguvu. Na mjinga akiwa na nguvu, usibisha naye, atakuumiza. Mpe kamba ndefu. Maana wajinga wao waachele kujichanganya. Mpe kamba ndefu, atajinyoga mwenyewe. Naitwa Anton Thomas Usekelo, mzee wa upako. Karibu nyumbani. Asante sana.